Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Enock Bella siku ya leo amezungumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuandika ujumbe mrefu katika peji yake ya Instagram akiwa anaonekana wazi anajutia kwa kile kitu ambacho aliwahi kumfanyia msanii Mbosso Khan, na siku ya leo kwa mara ya kwanza ameamua kumuomba msamaha msanii Mbosso Khan. Tunakumbuka katika kile kikundi chao cha Yamoto Bendi walikuwa wasanii wanne. Tunakumbuka alikuwa Mbosso, Enock Bella, Beka Flavor pamoja na msanii Aslay, lakini baadaye walipoona tayari wameshaenda mjini, yani kikundi chao kimefika mbali, wanafanya show nzuri, wanaachia ngoma kali, basi kila mmoja akaona twende tukijitafute wenyewe, yani kila mtu asimame kama msanii peke yake tofauti na kusimama katika kikundi. Na tukaweza kuona wakaseparate na msanii Mbosso Khan akafanya maamuzi ya kujiunga katika lebo ya WCB Wasafi, lakini wengine wakaamua kujisimamia muziki yao wao peke yao. Lakini tunaweza kusema katika wote hao wanne, ukimzungumzia msanii ambaye amefanikiwa katika sanaa hii ya muziki, basi utamtaja msanii Mbosso Khan. Hao wengine hatuwaoni muziki yao wakiwa wanafanya inavyoeleweka. Yani nikisema hivyo namaanisha kwamba Mbosso Khan amekuwa ni msanii ambaye anafanya show za pesa nyingi, lakini pia baada tu ya kutoka katika lebo yake ya WCB Wasafi, wengi walisema kwamba ndo mwanzo wa Mbosso kupotea, lakini tunaendelea kumuona Mbosso Khan anafanya maajabu makubwa sana katika sanaa ya muziki. Ukiangalia ngoma zake ambazo anaziachia, mistari yake ambayo amekuwa akiitunga, bana we, tunaweza kusema Mbosso ni msanii ambaye tunamuona mbali sana. Sasa Enock Bella baada ya kuona Mbosso amefanikiwa katika sanaa hii ya muziki, ameamua kuandika ujumbe mzito sana katika peji yake ya Instagram. Ngoja nikusomee ili mradi tu kwanza uweze kuelewa kitu gani ambacho Enock Bella huyo msanii aliweza kumwambia Mbosso Khan. Kwanza kabisa ameposti picha kwa heshima ya Mbosso Khan hapo juu kama unavyoiona, alafu baadaye katika ujumbe wake akaweza kuandika akasema, kaka yangu, akamtagi Mbosso akasema, maisha yametufundisha mengi tangu siku zile za Yamoto Bendi. Tulitoka mbali pamoja, tukapitia njaa, ndoto, machozi na furaha ya muziki tukiwa vijana wenye ndoto kubwa. Akaendelea akasema, leo na kutazama ukizidi kufanya makubwa na moyo wangu una furaha kuliko hata maneno yanavyoweza kueleza. Kama niliwahi kukukosea kwa namna yoyote, nisamee ndugu yangu, maana wewe ni mmoja wa watu wanaojua machungu yangu ya kweli, safari yangu ya muziki na mapambano yangu ambayo wengi hawawezi kuyaona. Akaendelea akasema, tokea Yamoto ivunjike sijawahi kuipata ile furaha ya zamani ndani ya muziki wangu, lakini kuona wewe ukisimama imara kunanipa heshima na tumaini kwamba kuna sehemu ya ndoto zetu bado inaishi. Usinisahau ndugu yangu, hata dunia ikibadilika. Mimi ni kama vumbi, muda wowote naweza kusahaulika, lakini upendo na heshima yangu kwako haitabadilika. Mungu azidi kukuinua zaidi na zaidi. Akaweka emoji ya makopa pale, akaweka emoji ya kumuomba msamaha. Tumeweza kuona huu ni ujumbe ambao Enock Bella ameamua kuandika katika peji yake ya Instagram akiwa anamuomba msamaha Mbosso Khan. Sasa swali kwa mashabiki likawa limebaki kwamba kile kipindi kikundi chao kinavunjika, labda au tunaweza kusema kuna ugomvi wowote ambao ulitokea kati ya Enock Bella na Mbosso Khan, au kuna kitu gani ambacho kilitokea? Kwa nini aje sasa hivi aanze kumuomba msamaha msanii Mbosso baada ya kuona Mbosso ameweza kufanikiwa? Hapo tunaweza kusema tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba bana wewe, ukiona mtu anakudharau sasa hivi, labda mtu anaona wewe hufai sasa hivi, hebu fanya kitu ili mradi tu ukikifanya hicho kitu aweze kukuona unafaa. Unaona Enock Bella sasa hivi anaona Mbosso Khan ana hiti, ana trend huko, tayari ameamua kumuomba msamaha waweke sawa, huenda Mbosso akamsaidia tena akainuka katika sanaa yake ya muziki. Mbosso Khan tayari ni msanii mkubwa, akimpa kolabo moja tu Enock Bella, tayari Enock Bella ameshaenda mjini, akiamua kukaza kupambana atafika mbali katika sanaa yake ya muziki. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.